katika kijiji cha Mukwaka, zaidi ya kilomita 26 na Nyunzu Centre, jimboni Tanganyika. Mpango wa chakula duniani ulianzisha mradi wa utoaji wa umeme. Lengo ni kusisitiza maendeleo ya kiuchumi wa mahali kutokana na kituo cha mabadiliko ya haraka ya umeme katika vijiji. Jimboni Ituri, wakazi wa vijiji vine vya mtaa wa Jugu walikimbia makao yao kutokana na shambulio ya wahuni wa ADF ya jana siku ya 4 katika eneo la madini liitwalo Cinquantenaire. Watu wawili walifariki na wahuni wa ADF walishikwa na majeshi ya FARDC. Masharti ya utoaji uzazi yapo mabaya sana kwa wanawake wa mitaa ya Pangi na Kailo jimboni Maniema. Ndiyo sababu wanaomba usaidizi wa rais wa jamhuri kwa kuboresha masharti yao. Baki nasi mpenda msikilizaji popote unapopatikana. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni, salam na usikivu mwema. Pamukwaka, kijiji kinachopatikana kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 26 na Nyunzu Centre katika jimbo la Tanganyika, mpango wa chakula duniani ulianzisha mradi wa utoaji wa umeme katika vijiji. Lengo ni ya kusisitisha maendeleo ya kiuchumi ya mahali kutokana na kituo cha mabadiliko ya haraka wa umeme katika vijiji TRR, na tena kwa kuunga mkono miradi ya kuzidisha mapato katika vijiji kupitia makazi mbalimbali ya mikono ya mlimo, malisho na kadhalika. Taarifa Blaise Makasi, usomi wa mwenzetu Bernard Nyangi. Kando ya kijiji, mtambo mpya ya nishati ya umeme wa jua uvutia watu na ni fahari ya wakazi, ikifadhiliwa na mpango wa vyakula ulimwenguni PAM kwa kiwango cha dola za Marekani 500,000. Inazalisha angalau kavea 24 za umeme. Nishati hii inalenga kuendesha shughuli kadhaa za kiuchumi: chumba cha baridi kwa ajili ya uhifadhi, viwanda, saluni za kunyoa nywele na kadhalika. Pia inasaidia kwa shughuli za kisima cha kumwagilia mashamba yanayolimwa na mashirika za mlimo. Kiwanda hicho kitafalia kwa kutoa umeme hivi karibuni kwa kituo cha afya cha kijiji ili kuboresha uhifadhi wa dawa na hali ya matibabu kwenye senta hiyo isiyo hadi sasa na msingi wote ule wa umeme. Joao Semedo, kiongozi wa ofisi ya WFP eneo la Nyunzu Kabalo, urizishwa na matokeo ya mradi hii. Kwa mujibu wake, umeme huu utaboresha maendeleo ya kiuchumi eneo hili la vijijini na hata kuboresha shughuli za mashule. Kwake Daniel Kongolo Fataki, kiongozi wa shirika la msaada kwa wakulima, mradi huu tayari unabadilisha maisha ya wakazi. Ujumbe wa pamoja wa mashirika ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unachungua utimizi wa miradi inayoambatana na uhusiano wa maendeleo ya kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpango ule unaongozwa na waziri wa mambo ya kigeni Bibi Therese Kaikwamba na kiongozi wa mipango ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bruno Le Marquis. Wakati wa ziara yake ya kazi jimboni Chopo, ujumbe ule ulitembelea maeneo ya Yangambi na Madula na kutazama moja kwa moja miradi inayofanyika huko. Upande mwingine, hii leo tarehe 17 Oktoba mwaka wa 2015 ndio sherehe ulimwenguni wa kumaliza umaskini. Wakati kwa kiongozi wa operesheni wa benki ya kimataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Angola, Sao Tome na Principe wa kutoa maoni, Albert Zefak anatoa angalisho kuhusu swala kuu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kufikia ujumuishaji hakika wa kijamii na tena waundaji wa makazi bora. Albert Zefak anajulisha kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba umaskini unatawanywa popote sababu mazao kutoka sekta ya madini hayakusambazwa sana. Jimboni Ituri, wakazi wa vijiji vine vya mtaa wa Jugu walikimbia makao yao kutokana na shambulio ya wahuni wa ADF ya jana siku ya 4 katika eneo la madini liitwalo Cinquantenaire. Duru za usalama zinajulisha kwamba mtoto mmoja aliuawa pamoja na kijana mmoja wa miaka 17, na tena wahuni wa ADF walishikwa na majeshi ya FARDC. Watetezi wa haki za binadamu wa eneo hilo wanashutumu utumivu wa watoto katika makundi ya silaha. Maelezo mengi nawe Martial Kizema Mungu kutoka mji wa Bunia. Ni wakati wa saa 5 ya mchana ndiye wanamgambo wa ADF, kati yao watoto wa miaka chini ya 18, walishambulia chimbo ya madini yenye kuitwa Cinquantenaire yenye kupatikana kilomita 2 tu na Mayuano mtaani Mambasa. Duru za usalama zimeripoti
kusema ya kwamba wahasi hawa walifyatula masasi nyingi mbele ya kujielekeza kwa vijiji kando kando kama Yasome, Masangi, Mayuano na Mbango kwa hile eneo. Wakiarifiwa na raia, jeshi la taifa ilijitokeza mara moja na kushambulia hawa waasi. Matokeo ni kama ADF moja aliuawa na mwingine mtoto wa miaka 17 kushikwa. Watetezi ya haki ya kibinadamu kwa ile eneo wanafurahi kujitokeza mara moja kwa jeshi la taifa yenye lipelekea kuepusha vifo ya watu. Wanashutumu pia utimiaji ya watoto ndani ya kundi yenye kubeba silaha ya wahasi ya ADF. Duru nyingi kwa ile eneo inahakikisha ya kwamba wakahaji wenye walikimbia makao zao walijielekeza pale Mambasa Center na wengine ngambo ya Teturi na Biakato. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Huko jimboni Ituri, majeshi ya MONUSCO yalipinga siku ya pili iliyopita zidi ya vijiji vya Ndashulu, Maze na Largu, kilomita 20 na Bunia mtani Jugu. Kisha kuarifiwa, askari wa Umoja wa Mataifa walikimbiza wanamgambo wale waliojaribia kushambulia watu raia. Kitendo chao kilipelekea ukingo wa maeneo yanayoshambuliwa na wanamgambo na ulinzi wa wahami, alisema Meja Ahmed Buhia, afisa wa tawi la habari la majeshi ya MONUSCO. Na jimboni Kivu Kaskazini, mapambano makali yaliendeshwa hii siku ya tano kati ya wanamgambo wa AFC M23 na wazalendo wa mkusanyiko CMC katika Kifaransa Collectif de Mouvement pour le Changement katika usultani wa Bukombo, utawala wa Bwito mtani Ruchuru. Duru za mahali zinazulisha kwamba mapambano yale yalipelekea mwenendo wa watu wengi. Wakati huo jimboni Kivu Kusini, shule nyingi za usultani wa Kamisimbi katika mtaa wa Lungu hazitumike sababu ya ukosefu wa usalama. Hali hiyo ilipelekea kusimamishwa kwa makazi katika mashule tangu miezi mingi. Ni kutokana na mapambano kawaida kati ya wazalendo na wauni wa AFC M23 kando ya eneo hilo. Hali hiyo ya ukosefu wa usalama inashurutisha watendaji wa shirika la raia la mahali wenye kuomba wakuu wa kiserikali wafanye iwezekanavyo kwa manufaa ya watoto wale wanaolazimishwa kubaki nyumbani. Maelezo mengi na wewe Roneli Ntibonera Idi Amin. Wakati ambapo kipindi cha masomo cha mwaka 2025-2026 chini DRC, wanafunzi wa baadhi ya shule katika maeneo ya Kamisimbi wanapata shida ya kurejea darasani. Kwa mjibu wa shirika la raia, ni karibuni shule 10 ndizo bado haziendeshe kazi. Miongoni mwa shule ambazo hazifungue milango ni kama vile shule la Muku, Chigezi, Kamisimbi, Shanga, Sayuni, Mulambi, Chishedu na Isheke. Wilfred Abamungu akiwa mratibu msaidizi wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo ana wasiwasi kuhusu hali hii inayochochewa na ukosefu wa usalama, na anakuwa akiomba kwa wakuu viongozi kufanya lote liwezekanalo ili kudumisha usalama katika eneo hili maksudi kuwasaidia watoto kurejea shuleni. Mtaa wa Lungu umeshuhudia vita vinavyokuwa vikiripotiwa mara kwa mara kati wazalendo na waasi wa M23. Mapigano haya yamekuwa makali zaidi katika siku za hivi karibuni, hasa katika maeneo yaliyo mpakani kati ya mtaa wa Lungu, Mwenga na Shabunda, na yenye imepelekea wakaji wengi kukimbia na kuyahama vijiji vyao. Masharti ya utoaji uzazi yapo mabaya sana kwa wanawake wa mitaa ya Pangi na Kailo jimboni Maniema. Vyumba vya utoaji uzazi vinakosa madawa na vitanda vya kujifungua. Wanawake wa maeneo yale wanaomba usaidizi wa rais wa jamhuri ajili ya kuboresha masharti yao. Maelezo mengi nawe Florence Kizalunga kutoka mji wa Kindu. Katika senta tofauti za uzazi katika wilaya hizi mbili zinakabiliwa na shida zile zile. Katika hospitali ya marejeleo ya jumla ya Kailo kwa mfano, Dibala Masumbuko, mkurugenzi wa uuguzi wa hospitali kuu ya Kailo, amenena kwamba hospitali imekumbwa na shida ya kukosa vifaa kwa ajili ya kusaidia wamama. Hali hii inadhibitishwa na wanawake wa vijiji. Kika Mwayuma, yeye ni wa guvernmenti Salum. Sisi wamama ya teritware ya Pangi tuko na magumu mingi sana kupitia hali ya maisha yenye tunapitia hapa kwetu ku teritware ya Pangi. Sisi wa mama tunazaa kuwari mbaya, magonjwa dawa hakuna. Mbaya zaidi, wanawake ambayo huzaa katika miundo hii ya matibabu mara nyingi huwekwa kwa ufilisi. Wakati tulitembelea wengine ambao walikuwa wameshikiliwa kwa siku kadhaa, bili zao
zililipwa na mfadhili Billy Sibampa kutoka Fomalu. Kwa hivyo furaha ya wanufaika. Nafa mwezi mzima pa depuni zalaka ja desa kenzi mile, lakini nashukuru na mama risi bibi yake na guvernere anantosha loko hospitali. Kwa kuzingatia ukweli huu wa kusikitisha, Lisibampa anasii kwa ufanisi wa mpango wa bure wa uzazi. Ni ya msangazo kuona kuko wa mama wengine wiko wanachelewa ku maternite apres ya kushuma. Tunaomba tu kwa president atusaidie porque ile programme ya gratuite de la maternite itufikie huko kumanyema. Ukosefu wa vifaa katika wadi za uzazi pia usababisha vifo vya watoto wachanga, uongeza viongozi wa afya wa eneo hilo. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. Na walika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mwenzetu Rosalie Zawadi. Radio Kapi. Invité en Swahili. Hali ya kibinadamu ya jamii za wahami wanaoishi katika kampi ya Magazin pa Lubero Centre inakuwa hatari kubwa. Tayari vifo vimerekodiwa kutokana na njaa na ukosefu wa huduma za matibabu. Usaidizi wa chakula pia ni tatizo. Msaada wa mwisho wa chakula ulitolewa kunapita miezi mitatu sasa. Tunajadili hili na presidenti wa kampi hiyo ya wahami, Charline Katungu Tamwinya, aliongea kwa simu na Mark Marofimbo. Bi Charline Katungu Tamwinya, jambo. Jambo sana. Wewe ni msimamizi wa kambi ya wakimbizi ya huko Lubero Centre, karibu na uwanja kuu ya ofisi ya Muta. Tunaweza kuelewa kwa sasa wakimbizi mnaishi namna gani? Hapa musite hapa Magazin muterea territoire wakimbizi wanateseka sana, vraiment ni magumu njenye tunaishi ndani hapa munivo ya Lubero. Wakimbizi wanateseka sana tena sana. Premièrement wakimbizi habana chakula na magonjwa ni ya mingi sana tena sana kabisa. Hatuna dawa ya bure, tuko nakosa franga za kuenda nazo kudawa. Unafunga roho kufia munyumba juu ya kukosa franga za kukubeba kwa hospitali. Juu utafika kwa hospitali wanaanza kuomba franga, utazitosha wapi wewe mkimbizi? Hauna chakula, utapata za dawa wapi? Juu tuko na sufriri sana vraiment. Tumeharifiwa kama kuna wakimbizi tayari wanaanza kufariki dunia kunako kambi hii ambao unasimamia. Ni sababu gani kwa kweli? Pale watu kukufa, biko nakufa ba mingi, biko nakufa juu ya njala. Wengine wanaogopa kwenda hospitali juu habeza pata franga ya kubatunzisha. Wanda fika hospitali unda kata fakturi ya $70, 75, utazitosha wapi wewe mkimbizi? Huko kwanja munyumba ya bure. Tena utapata wapi na za kukutosha kudawa na chakula uko na ikosa. Njoo vraiment watu biko nakufa sana, haiko bongo, ni kweli. Watu biko nakufa juu ya njala na juu ya kukosa franga za kubabeba kudawa. Watu webalikufa kubwa bakubwa ni 3 wazazi webaliacha watoto sasa wale abo hawakuna hesabu vraiment 5 hivi 5 afa moins de 18 na wengine bangali wakugonjwa biko wale kwanza wamekufa juu ya njala ile kukosa franga za kubabeba hospitali. Na kunasikika pia ya kwamba wakimbizi wamoja wanaanza kushotwa vidole na wakaaji ya kwamba wanazoezi ya kuharibisha mazao yao shambani. Ni kweli wala pana? Ndiyo, wakaji biko nafika juu ya kukia reklame juu chakula yabo iko naharibishwa mashamba, iko nabebewa kuibiwa na ile kwenda iba ni juu ya njala yenye bakimbizi biko nayo. Njenye iko naacha banenda iba mashamba, bakishafika mshamba banaomba mwenye shamba, mama situsaidia hapa na busombe kwa kupiga. Akisha bakatalia batajiingiza na kinguvu, bakate tu busombe babutie tu kumoto omwe bukose mafuta na bamebukula tu vile bila bunga. Habatapata za kuuza bunga ya kusonga bugali. Kama batabipatia watoto vile vile bisombe wanabikula tu vile. Me vraiment biko nafika wale benye mashamba basi ndio tuko nabambia bafunge roho juu ni njala njoo inaacha watu wanafaa vile. Na tuongelee jambo la msaada, mnaipata namna gani hizi masiku wala hasifike? Hakuna kwa leo, hakuna bali bifaka kumwanzo haikukwaka tena bote njoo walipokeaka kuile chakula ya mkominote ya kusema watu wanachangiza kakiazi wahibunga wanini bikwaka vya mbele. Sasa hii DZM vage nye litokea hapa Limbongo seba M23 balinasa Limbongo, ile DZM vage njoo nye haikupataka niku chakula ya pame niku ile nani ya NRC. Vraiment watu wanateseka sana.
hapa hakuna mtu mwenye analetaka msaada hapa, hakuna kabisa. Tuko napeleka malalamiko fazi yote, burgomestre kunapata malalamiko, administrateur anapata malalamiko. Mwenye tuko naona iko natusaidia sana kwa sababu anatusikiaka kwa malalamiko yetu ni papa administrateur. Me selogisi tuko nasikia hakuna intervention fulani yenye inaweza ingia hapa juu abo bakubwa biko natusemea kusie bakimbizi. Abo banasema ke Lubero hakuna tena bakimbizi. Njoo tuko nakosa kama wanatafuta kwa bakimbizi huko mema au wanawatafutia nini. Basi kulingana na mambo haya yote utakuwa na ujumbe kani kwa wakubwa viongozi na hasa kwa wale wanaoshughulikia mambo ya msaada ya kiutu? Mie yenye ndezi ambia wale ba humanitere bake batusaidie, njo bakuye basichoke, bajitoe, bakuye bajione hapo peke gizi bakimbizi wanaishi Lubero. Ni sufrase yenye bakimbizi wanaishi ndani. Juu abo bakakuya bakisha tuona abo peke batajua vraiment bakimbizi wanateseka. Me kuambiliwa kwa mbali banaweza wazia kai ndio hakuna bakimbizi, me bakimbizi banayala. Bakuye batusaidie, tunaomba njo msaada kutoka kwao, vraiment batukufie huruma, batusaidie tu sana. Bi Charlene Katungu Tamanya, tunakushukuru sana. Merci. Radio Okapi, dossier en Swahili. Katika kijiji cha Sake ndani ya mtaa wa Masisi, wanawake na wasichana waliorejea pamoja na wale walio hatarini zaidi, waliozofishwa kwa muda mrefu na migogoro, sasa wanapata tumaini jipya kutokana na mradi wa uwezeshaji wa kijamii na kiuchumi. Mpango huu unaoungwa mkono na shirika Tuungana kwa usaidizi wa PNUD unalenga kutoa mafunzo ya ufundi stadi, msaada wa kilimo na uundaji wa mashughuli ndogondogo za kujiongezea kipato. Viongozi wa mahali wanakaribisha mpango huu ambao husaidia kuimarisha uthabiti wa familia na kukuza utulivu katika eneo lao. Denis Lukeso alitembelea kituo cha mafunzo cha Tuungana kinachowasaidia wanawake hao. Hii hapa ni ripoti yake inayotolewa na Bernardin Nyangi. Kwenye senta ya Tuungana ni makundi yanayokuwemo wanawake wanaojikusanya kulingana na maslahi yao ya kitaaluma, kukata na kushona, biashara, kusoma na kuandika, kilimo na kusuka. Hapa makumi ya wanawake na wasichana waliorejea makwao wananufaika na mradi wa uwezeshaji wa kijamii na kiuchumi. Lengo ni kuwaruhusu kujenga upya maisha yao baada ya miaka mengi ya usalama mdogo. Hapa niko na shona robe. Nilifata formation hapa ku cooperative Tuungana. Tulianzaka, apre tukakimbia kufika Mungambi, tukaikala kwanza. Mungu akatusaidia tena, mama Zaina akakia akatutafuta. Tena tukaanzia tena formation kule Mungambi. Tulifika huku tena mama Zaina akatuambia twende tuendeleshe tu vile tulikuwa tuko nafanya kule Lushagala. Sasa na kila mtu anaenda anajua kujitafutia juu musie kuko mbaisha jua kwanza shona. Hii formation ya kutire inaanza nisaidia kujitegemea mie peke. Mina weza chunga watoto kupitia hii formation yetu ya kutire. Tunakiajifunza kubure. Association ya mama Zaina tunayambia merci sana, Mungu aibariki, iendelee vile tu kutusaidia. Juu kupitia kujifunza kila mtu atajua kujitegemea yeye peke, haiko tena kwenda lomba lomba. Jo utakuwa ulishona ulale njala. Kwa wanawake wengine ni kusuka ndiyo kiini cha mabadiliko. Hii projet inanisaidia sana. Pia ninajitegemea kwanza mie binafsi. Ninachunga baloko yangu kupitia hii projet. Inanisaidia kuvya kusangizi mapapa, manguo na mafuta. Mie peke kujuzia. Kama tunaujisha mukeka, batugabulia. Kama nipate ile 5,000 francs ninaanza kabunga tunatia mnyumba. Mradi haukomei tu kwa mafunzo. Baadhi ya wanawake pia upokea mbegu kwa ajili ya kilimo na usaidizi katika biashara ndogo ndogo. Uwezeshaji wa mama ni nguvu inayoongoza kwa maendeleo ya jamii, uisi kiongozo Sultani mdogo wa Kamuronza Pasake, Mwami Bauma Bitibu. Pasake, mradi hii yabadilisha hatua kwa hatua maisha ya kila siku ya wanawake na wasichana waishio katika mazingira magumu na kutoa matumaini kwa jamii nzima. Hawa wanathibitisha kwamba kwa msaada unaofaa hatari yaweza kubadilishwa kuwa fursa na matumaini. Mwisho wa taarifa hii ya habari, kwa niaba ya wafundi wetu na washiriki wetu wote walionisaidia katika matayarisho, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.